Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania, na nimefika hapa kwenye msiba kwa ajili ya kuomboleza kifo cha ndugu yetu, mzee wetu, muasisi wetu na aliyekuwa gavana wa kwanza wa Benki Kuu ya Tanzania, hayati Edwin Mtei. Mzee Mtei tunamkumbuka sana sisi kama Benki Kuu kwa sababu alikuwa ni gavana mwanzilishi wa Benki Kuu ya Tanzania ambaye aliteuliwa tangu mwaka 1966 na amehudumu kwenye nafasi hiyo tangu mwezi Juni mwaka 66 mpaka Januari 1974, akiwa ametumikia kwa almost miaka kama 7 na miezi 6. Sasa kwa ujumla tumesikitishwa sana na tulipokea kwa masikitiko taarifa ya msiba au ya kifo cha mzee wetu Edwin Mtei, na tulipopata taarifa hiyo sisi tulijipanga na kuanza kushiriki. Wamekuwepo watumishi wenzetu hususan walioko hapa kwenye tawi letu la Benki Kuu jijini Arusha, ikiongozwa na mkurugenzi mwenyewe wa tawi na mameneja na watumishi wengine wamekuwa akifika kwa nyakati tofauti, na mimi nimeona niweze kuungana nao tuendelee kumwenzi na kuomboleza na kushirikiana na wanafamilia mpaka tutakapomhifadhi salama kesho mzee wetu Edwin Mtei. Sisi kama Benki Kuu tunathamini sana mchango wake, kwa sababu kama mnavyofahamu mtu anapoanzisha swala lolote lile kuna changamoto nyingi, lakini alivyoteuliwa alichukua jukumu hilo na moja kwa moja akaanza kuweka mifumo na misingi thabiti ya kusimamia uchumi wa nchi yetu, kusimamia sarafu ya shilingi ya Tanzania, kusimamia mifumo ya malipo. Na nilibahatika katika uhai wake, nilifika hapa nyumbani kumsalimia na kanieleza namna walivyopata changamoto kipindi kile wanaanzisha utaratibu wa fanya malipo kwa hundi. Sasa hivi tunatumia clearance ya hundi ndani ya masaa mawili kutoka benki yote ile nchini, lakini yeye anasema wakati ule ilikuwa inachukua mwezi mzima kuithibitisha ile hundi kutoka kwenye kona mbalimbali za nchi yetu. Mtakumbuka wale wa siku za nyuma, hundi zilizokuwa zikisambazwa kupitia kwenye benki yote ile, mtu alikuwa akilipa kama ni hundi ya mstaafu, kama yuko labda mikoani, ilikuwa lazima isafirishwe iletwe Dar es Salaam, ipelekwe idara ya uhakiki wa hundi ili waithibitishe manually, halafu ndio ipelekwe kule kwenye benki aweze kulipwa. Lakini kwa mfano aliniambia walivyokuwa wanafanya kazi kwenye mazingira magumu ya kufunga hesabu, ilikuwa malipo ya kila siku lazima wayafunge kwa kutumia vitabu vya counter book, na kuna zile ledger maalum na walikuwa wanaandika kwa mkono enzi hizo. Kwa unaweza kaona namna ya kufanya consolidation ya hesabu zote za serikali na malipo ya watu wote ndani ya nchi ndani ya siku husika ili waruhusu malipo ya siku nyingine yafanyike. Kwa hiyo mtaona alianza kazi katika kipindi kigumu, lakini tunashukuru aliweka misingi thabiti, misingi imara, misingi ya haki, misingi ya uadilifu na misingi ya kujitoa sadaka ambayo mpaka leo tunaiendeleza katika Benki Kuu yetu ya Tanzania. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, amemjalia maisha marefu ya umri wa takriban miaka 93 na miezi 6 na siku 7 mpaka alipoamua kumchukua. Ni umri mrefu kwa kweli ambao tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa umri huo, na tunaendelea kumuombea Mwenyezi Mungu amsamehe makosa yote na ailaze roho yake mahali pema peponi. Sisi kama Benki Kuu kwanza tunashukuru kwamba mzee Mtei alifanya mambo mengi kama gavana wa kwanza ndani ya Benki Kuu. Na pale tumeanzisha maktaba. Tuna maktaba, lakini pia tuna makumbusho, ile museum. Kwa hiyo ukitembelea maktaba za Benki Kuu utaona historia ya Benki Kuu. Katika muda wote aliyohudumu kuna historia ya mambo mengi aliyoyafanya. Kadhalika ukitembelea makumbusho yetu ya Benki Kuu ambayo iko pale Dar es Salaam, floor ya chini, utakuta kuna mambo mengi
ambayo yameanzia kabla ya kupata uhuru, lakini bado tulivyopata uhuru na mpaka ilivyovunjwa ile bodi ya sarafu ya Afrika Mashariki ambayo ndio ilimwezesha yeye kuteuliwa na kuanzisha Benki Kuu ya Tanzania. Ile mwezi Juni, ilikuwa tarehe 14 Juni 1966, na mwaka huu tunaadhimisha miaka 60 ya kufanya shughuli hizi za Benki Kuu. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yapo, tutaendelea kuyaenzi. Kwa ukitembelea makumbusho yetu ya Benki Kuu pale Dar es Salaam, utaona kipindi kile cha mwaka 66 tangu alivyokabidhiwa jukumu hili kutoka kwenye iliyokuwa bodi ya sarafu ya Afrika Mashariki. Tangu alivyokabidhiwa pale kuna mambo mengi, hata ile counter ya kwanza iliyotengenezwa, na wakati ule alivyomkabidhi hayati Mwalimu Nyerere noti ya kwanza, utaona pale, na hata walivyo design noti za mwanzo. Maana tulivyoanza wakati wamepokea wao kutoka bodi ya Afrika Mashariki, bodi ya sarafu, walianza kutumia zile shilingi za East Africa, lakini baadaye walivyoanza kuchapisha, utaona zile noti za kwanza zilivyoanza kuchapishwa, tumezitunza, zipo pale Benki Kuu kwenye makumbusho yetu. Kwa hiyo kuna mambo mengi, na kama nilivyosema, mabadiliko ya kimifumo yanaboresha hali za maisha yetu. Kwa hiyo tumetunza, mfano kuna typewriter za enzi hizo, maana alinihadithia walianza kuandika kwa mkono, lakini kuna typewriter ya mwanzo iliyonunuliwa ipo. Kwa hiyo yote hayo ni katika kumwenzi na kutunza kama kumbukumbu. Sisi Benki Kuu tuko vizuri sana kwenye kutunza historia za mambo mbalimbali ya kiuchumi, masuala ya kifedha, masuala ya mifumo ya malipo na masuala mengine hata ya urali wa malipo na urali wa kibiashara, na taarifa tofauti za masuala ya kiuchumi zipo, tunaendelea kuzitunza, na ndio maana nikasema mwanzo kwamba yeye ndiye aliweka misingi ya awali. Tutaendelea kuienzi na kuiboresha kadri ya mahitaji na mabadiliko ya kiuchumi, kwa sababu wakati ule alikuwa anaandikia kwa mikono. Hatuwezi kusema leo hii tuendelee kuandika kwa mikono au tufanye consolidation ya hesabu kwa kutumia zile calculators zilizokuwepo zamani. Siku hizi kuna mifumo ya kisasa na teknolojia imeendelea kuboreshwa, na tunaendelea kujitahidi kwamba Tanzania tuwe miongoni mwa nchi zinazofanya vizuri zaidi duniani. Na sisi kama Benki Kuu tumefikia hatua kubwa sana, ambapo tunatumia sasa akili unde katika kufanya mchakato wa takwimu na kutoa matokeo ya mwelekeo wa kiuchumi. Ndio maana utaona kwa mfano jana nimesaini mikataba na vyuo vikuu 5, lakini katika kufanya masuala ya artificial intelligence, data science, data analytics na masuala mengine ya uchakataji wa taarifa, ili kuwezesha tunapofanya maoteo ya ukuaji wa uchumi tufanye kulingana na uhalisia, tufanye kulingana na takwimu zilizochakatwa vizuri zitakazoonyesha uhalisia wa maisha ya sasa. Kwa yale aliyowafanya wakati ule, mengine yamebadilika kutokana na hali ya ukuaji wa teknolojia na mabadiliko ya kiuchumi duniani.